Hello. Naam, siku nyingine na kipindi kingine tena. Leo tupo na simu ya Tecno. Hii bwana imekuja ikiwa na changamoto ni kwamba haiwaki na inasemekana mteja watoto waliingiza kwenye maji hii simu. Ni Tecno T402. Nimejaribu kupima voltage kwenye betri, voltage zinaonekana ziko sawa. Kajaribu kutumia charger, still bado napata matokeo yale yale. Nikaona haitokuwa mbaya kama tukiweza kushare ujuzi wa mambo kama haya. Kuna baadhi ya kazi nyingi ambazo nazifanya offline, yani nazifanya nje ya kamera, kutokana na kwamba ni kazi ambazo zimezoeleka, ni za mara kwa mara, kubadilisha system charger na vitu kama hivyo. Lakini inapotokea kazi challenged kama hii, kazi ambayo ina mzunguko mkubwa sana au kuirekebisha, basi inakuwa ni vyema kushare. Nikijaribu kupima voltage kwenye upande wa betri tunapata ni volti 3.78. Zina uwezo mkubwa sana wa kuwasha simu, kwa hivyo sasa ilitakiwa iwake. Lakini tukijaribu kuplug in betri na then tubonyeze button ya kuwashia. Hapa nimehold button ya kuwashia. Si bado haiwezi kufanya chochote kwenye kioo, haionyeshi chochote iwake. Haionyeshi sign yoyote ile ya uzima. Nikafikiria kwamba maybe inaweza kama pengine ni changamoto ya short upande wa terminal. Kwa hivyo ikaniwazisha kwamba labda nikitumia charger inawezekana nikapata matokeo tofauti. Hivyo ka plug in umeme kutokea kwenye charger, kuona kama system charger kwanza inapitisha umeme, lakini pia kama kuna short yoyote ile ambayo inapatikana huku. Nikijaribu kuona voltage hapo zinaonekana volti ziko 4.309. Sasa hizi ni voltage ambazo zina uwezo kabisa wa kuchaji betri. Sasa tukisema tu plug in betri, kwa kawaida ni plug in betri huku nimechomeka hapa charger, inatakiwa iwake direct kwenye kioo, lakini still bado haifanyi chochote, haiwaki kama unaweza kuona. Na tukidisconnect then to connect tena, still bado haiwezi kuwaka. Sasa hapa nikawa najiuliza ni kitu gani ambacho nitakifanya, ni kitu gani ambacho nitaweza kukifanya ambacho kinaweza kuirudisha hii simu kwenye hali yake. Mwanzo nikafikiria pengine imepita kwa mafundi wengine, kwa sababu kazi ambazo zimekuwa zikipita kwa mafundi wengine na ikakutana na fundi ambaye so professional, kuna uwezekano mkubwa sana wa kuwa ni ngumu sana kurekebisha. Lakini ikaja ukuta kwamba bado iko sealed. Ukiangalia hapa inaonekana bado iko sealed, haijai kufunguliwa hata mara moja. So nitaanza kuifungua wa kwanza, maana yake hapa tukishindwa tushindwe wenyewe, na tukifaulu basi ndivyo jinsi ilivyo. Sawa. Sasa hatua za mwanzo za matengenezo zinafahamika kama ambavyo nimekuwa nikifanya mara zote. Lazima nitaanza kupima kwanza short. Tukijaribu kupima kwa continuity, alama ya kengele. Nikijaribu kupima continuity kwenye terminal za battery, sioni continuity yoyote, hakuna muunganiko wowote kwenye terminal za battery, so it means umeme unaingia vizuri bila shida. Mawazo ya haraka haraka, labda naweza nikafikiria kwamba kama sio shida ya upande wa switch, basi itakuwa iko kwenye IC, maybe imeachia, ama kuna kutu ziliingia huko baada ya kuwa imeingia kwenye maji, ikawa ni chanzo cha kuharibika hivi. Kwa hivyo sasa kinachofanya utambuzi huo uweze kubainika kwamba ni nini kinachofanyika au ni nini kilichotokea humu ndani, ni pale utakapoifungua na kuipima vipimo vya ndani. Kwa kuwa nje, matokeo ya nje bado tunapata matokeo ni yale yale ya kutowaka. Na kumbuka umeshapewa maelezo imeingia kwenye maji. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa sana tatizo hili ikawa ni kubwa. Kwa hivyo lazima unaposhughulikia masuala kama hayo ujue kabisa unaenda kupambana na kitu cha namna gani. Nikimaanisha kwamba lazima ujipange kuipa muda na vipimo vya kina sana. Usijaribu kwenda rush, usijaribu kufanya partial, unatakiwa kwenda in deep zaidi. Okay, baada ya kuifungua tukijaribu kucheki kwa ndani huku hakuonekani kuwa na uchafu sana. Iko very clear, yani inaonekana iko vizuri kabisa, haina uchafu kiasi cha kusema ni uchafu ambao unaweza kuwa unapelekea hali ya kutowaka. Ni uchafu mdogo sana, japo ni uchafu wenye saini ya maji. Kwa hiyo hatua nyingine tutakayoifanya ni kufungua hapa hizi terminal, hizi button, ili kuona button ya kuwashia iko na hali gani. Of course ukiangalia button ya kuwashia, okay, nafikiri tuone kwenye microscope na itakuwa ni rafiki zaidi.
Ya, hivi ndivyo jinsi ambavyo inaonekana kwenye upande wa microscope. Unaweza kuona hapa tayari kuna kutu zipo ambazo zimetengenezwa na maji, lakini pia kwenye button yenyewe hapa kunaonekana kuwa na kutu, ambapo hizo kutu zinakuja moja kwa moja mpaka kwenye hii button ya kubonyezea. Unaweza kuona hapa kwenye aka ka plate keupe tayari kunaonekana kuwa na uchafu. Kwa hivyo tayari tunaweza kuona kwamba maji kumbe kuna kiasi fulani yaliathiri. Sasa tunaweza tukasema tujaribu ku plug in betri na then tuiwashe. Tuiwashe bila okay, nafikiri tunaweza tukaona pande zote mbili. Tuta plug in betri. Tuta plug in betri. Baada ya ku plug in betri, tujaribu kuwasha hapa hapa kwenye hizi terminal tuone. Unaweza kaangalia kwenye kamera ambayo inaonekana chini yangu kidogo, chini ya sura yangu pale. Unaweza kaona kwamba nikiwasha itaonekanaje kule. Tujaribu kuwasha tuone kama itaweza kuwaka. Nimejaribu kuwasha kutumia tweezer hapa. Nimehold, lakini still bado hatupati chochote, haiwaki. Jaribu tena kuhold vizuri. Still bado haiwaki. Nijaribu kupima voltage zinazopatikana hapo kwenye hizo njia. Nafikiri itakuwa vyema kama ukiangalizia kwenye nani kubwa. Jaribu kupima voltage kwenye hizi njia, inaonekana voti 3 zinafika 0.7, lakini ziko zote. Voltage ambazo zinapatikana kwenye battery then zinatoka zote nzima nzima. Don't know what happened. Lakini tujaribu kuona kama tunaweza kuiwasha, hasa tujaribu kuisafisha kwanza, na baada ya hapo tutarudi tena kwenye microscope ili tuweze kuona. So inaweza katupisha kidogo. Hapa nafikiri tutumie petroli kusafisha. Kwa ushauri itakuwa vyema sana unapoisafisha, unaisafisha ukiwa ushaitoa kwenye housing yake, kwa sababu petroli ina uwezekano mkubwa sana wa kuharibu housing. So nafanya kufutafuta kidogo. Nafanya kufutafuta kidogo tu, then nijaribu tena kuwasha tuone. Baada ya kuwa nimeondoa hizo terminal, narudi tena kuwasha. Baada ya kufutafuta hizi zinazoonekana kama kutu hapo au kungu fulani hivi unaonekana kwenye baadhi ya capacitors hapo, najaribu kuwasha, lakini still bado haiwaki. Najaribu kutesti taa mpaka kwenye ground, taa mpaka kwenye ground, taa ya button, taa ya button mpaka kwenye ground inaonekana zinawaka. Tutesti kioo, taa za kioo. Hivi ni vitu ambavyo unaweza kuvitesti kuona uhai wa namna ambavyo IC zinafanya kabla hata ya kuzifikia zenyewe. Ndivyo jinsi unavyotakiwa kufanya, kutesti uhai wa vile vitu ambavyo vinasapotiana na wakaji mzima. Kioo kina gundi kari, iliwekewa ulinzi wa hali ya juu kutoharibika kizembe. Nikijaribu kuchunguza, nikiangalia kwenye kioo hapa, sioni dalili yote ile kwenye screen. Sioni dalili yote ile ya maji kuingia humu. So nafikiri inaweza kawa itaonekana labda pale ambapo itakuwa imewaka, lakini kwa kuiangalia kwa macho haionekani kuwa na maji kabisa. Okay, jaribu kufungua upande wa terminal au miguu ya screen. Miguu ya screen nao inaonekana iko vizuri kabisa, haina dalili yote ya maji. Tajaribu kupitisha hii kuona kama taa zitawaka. Of course taa zinawaka kama unaweza kuona, zinakapua kapua. Vile taa zinavokapua hivi maana yake tunaamini kuna uhai kiasi fulani, lakini pia inaweza kuwa ni njia ya kuiactivate. Ni kama umeiactivate IC kule ishtuke kupokea umeme. Kwa hiyo tunajaribu tena kuwasha baada ya kujaribu kuiactivate hivyo, lakini still bado hatupati majibu yoyote. Haiwaki na haionyeshi dalili yote ile ya kuwaka. Sasa kwa kuwa hatua za mwanzo za vipimo vya karibu inaonekana kuwa vimefeli, tufungue chini zaidi tuangalie kule kwenye bati ambalo limefunga zile IC ili tuone ni nini kinachoendelea kule au ni kitu gani kilichopo kule. Unaifungua kabisa kwa umakini bila kudamage chochote. Bila kudamage chochote. Hakikisha kila kitu kinaenda clear. Kumbuka hii simu unakuwa umeifungua wewe ukiwa wa kwanza, hakuna mwingine aliyekwishawahi kuifungua. Sasa lengo ni kwamba tunatakiwa tufikie
ufikiaji wa ndani huku. Cha kwanza nikijaribu kuchunguza upande wa hizi terminal huku, kunaonekana kuwa na corrosion tena, yani kunaonekana kuwa na kakutu kiasi. Tucheki kwenye microscope. Okay, hivi ndivyo jinsi ambavyo inaonekana kwenye upande wa microscope. Ukijaribu kuangalia upande huu ambao ni upande wa terminal huku, unaweza kuona kwa pembeni hapa kunaonekana kuwa na kutukutu kiasi. Lakini pia hata huku zinaonekana zipo kwa sababu hapa juu kunaonekana na kialama. Tukijaribu kusogea mbele zaidi, kuna hii sehemu hapa nayo inaonekana pia kuwa na kutu kiasi, ambapo inakuja moja kwa moja mpaka kibati hichi ambacho kimefunika hizi IC. Ya kunaonekana hapa kuwa na alama vya kutu hapa. Kitu ambacho tukifungua basi tunaweza kupata majibu mazuri huku ndani, lakini cha kwanza kabla ya kuifungua ni kuifanyia kwanza usafi kwa kutumia petroli kiasi, tunaisafisha then tunaikausha. Baada ya hapo tutaona nini kitakachoendelea, kwa sababu lengo ni kuhakikisha kwamba tunalitibu hili tatizo vizuri kabisa bila kudamage chochote wala kusababisha matatizo mengine ya ziada. Yeah, tuondoe hivi vifoil maybe mifuko ili nianze kuishughulikia vyema kabisa. Unapokutana na kazi kama hizi, ni bora kukutana na simu ambayo imeingia kwenye maji na inawaka. Unaweza ukaiflash tu ukafanya ovyo ovyo chap chap tu kaondoka. Lakini kwa kazi kama hii, kiufupi inakuhitaji uwe makini sana. Kwa kazi kama hii inakuhitaji uwe makini na uwe makini sana. Inaweza ikawa damage hauioni kwa juu, lakini damage iko kwa ndani kabisa, sehemu ambazo ni nyeti, sehemu za hatari kabisa. Yeah. Hapa kwenye terminal kunaonekana kuwa na kutu kiasi, ka ukungu kiasi zeni kanaweza kakasababisha tatizo, so na kasafisha. Safisha hapo then tunakuja kusafisha maeneo yote yale ambayo yanaweza yakawa na kutu nyingi. Nisema ambayo iliingia kwenye maji na ikamaliza muda kidogo. So kama imemaliza muda, kuna uwezekano mkubwa sana zile kutu zikawa zimesha kuwa kubwa na zikaharibu eneo kubwa sana la simu. Yote kwa yote, unatakiwa kupambana nayo. Unatakiwa kupambana nayo kwa sababu ndio kazi ulioichagua. By the way, hakuna atakayekulaumu kwa kile utakachokifanya, kwa sababu wewe unafanya kwa ajili ya maslahi yako, mafanikio yako pia ni anakutengenezea upana mkubwa sana wa kuwa na wateja wengi. So ni wewe tu kuhakikisha unaipambania kwa nguvu. Na imani leo utajifunza kitu kikubwa ndani ya Electronics Repair Class TZ. Inawezekana pengine hii ni video yako ya kwanza, haujawahi kuona nyingine, basi hii ni Electronics Repair Class TZ ambapo tunahusika na masuala ya ufundi wa matengenezo ya simu, kompyuta, printer, photocopy machine, vifaa vyote vinavyotumia umeme kwa asilimia kubwa. Vifaa kama hivyo ndivyo vimention, ndio vitu ambavyo tunahusika navyo sana. So kama hoja subscribe, basi unaweza kugusa alama ya subscribe hapo, lakini pia like, share. Comment ni muhimu, itakuwa nzuri zaidi kama ukicomment, kwa sababu itaniongezea upana mkubwa sana wa kuelewa watu wanahitaji kitu gani kwa wakati gani. Yeah. So tunasikilizia kwanza kidogo ipoe, bado ni ya moto kiasi. Sikilizia kidogo ipoe, baada ya kupoa then to test. Okay, sasa isha poa, labda tuirudishie kwanza kwenye housing yake kidogo ili tuweze kuitesti kwa upana mkubwa. Okay. Yeah, baada ya kuirudishia vizuri, connect battery, testi tena kuwasha. Testi tena kuwasha kwenye button ya kuwashia, kuona kama itakuwa na uwezekano wote wa kuwaka.
lakini kila tukitesti kuwasha still bado hatupati majibu yoyote. Tujaribu kuchaji. Plugged in. Hakuna chochote kinachofanyika. Hebu tujaribu kufanya testing ya kutumia power supply kuiwasha, tuone kama kutakuwa na ishara yoyote ile ya matokeo ya kuwaka kupitia current zile zinavyopanda na kushuka. Tutajua kwamba hapa tayari simu ilishawaka, nikimaanisha kwamba inawezekana ikawa shida ipo kwenye kioo. Sasa kama shida iko kwenye kioo, basi tutajua. Na sasa power supply, okay, power supply tayari inaonekana mahali pake. So tuchukue terminal hizi tuje kuunga kwenye betri huku ndani kwenye njia za betri, ambapo chanya inakaa upande huu, hasi inakuja kukaa upande huu. Wakati huo angalia current za kwenye betri kule. Hapo tayari iko connected vizuri. Angalia kwenye current kule upande wa power supply. Unakuja kubonyeza button ya kuwashia. Current inaonekana ni miliamzi moja tu. Hakuna chochote kinachoendelea. Inaishia hapo. Hakuna dalili yoyote ile ya kustart. Kwa hivyo kunaonekana kwamba inawezekana ni changamoto ambayo iko kwenye upande wa IC ya ndani kwenye processor. So ili tuweze kubaini hilo, inabidi kuifungua upande wa processor tuone ni nini kinachoendelea. Tuone nini kinachoendelea huko kwenye kibati cha processor na power IC. Tuone nini kinachoendelea huko ndani. Kwa kuwa matokeo ya testing zote za mwanzo hizi zimegoma, basi itakuwa vyema zaidi tukiingia ndani zaidi kuona matokeo ya ndani. Yes, circuit holder. Now we are going to open it. Unajua kuwa makini unapofungua hichi kibati. Kuna simu moja nilikutana nayo ikawa ilishafunguliwa vibaya sana, hivyo ikanisababisha tu nishindwe kuendelea kuirekebisha, kwa sababu namna ilivyokuwa imefunguliwa hapakuwa na namna yoyote ile ya kusema atafanya chochote. Kwa hivyo pay attention vile tunavyo open hiki kibati. Unatakiwa kutumia blower. Usijaribu kukivunja tu kwa mkono. It will not be fair. Haitakuwa nzuri pale unapovunja utumia mkono, kwa sababu hujui pale unapokata hivyo unaweza kukata njia ambazo zinaleta mawasiliano kwenye processor, hali ambayo wewe utashindwa kazi, lakini mafundi wenzako wangeweza, basi ukajikuta wewe umesababisha tatizo ambalo hata mafundi wenzako hawawezi tena kusolve. Hicho ndio kitu ambacho namaanisha unatakiwa kuwa nacho makini. Sio pale kazi inapokushinda kwamba lazima uharibu, hapana. Unatakiwa kufanya njia ambayo itakuwa ni salama, na hata ikitokea unashindwa, basi hata fundi mwingine akiigusa hiyo kazi aweze kutoboa. By the way, si kwamba mimi naweza kazi zote, japo napokea kazi nyingi sana zinazotokea kwa mafundi wengine. Lakini inapotokea kwamba natengeneza kifaa na tatizo hilo linakuwa ni gumu zaidi, na uwezo wa kuiacha na kuwapatia mafundi wengine nao wajaribu kuona bahati yao. Sometimes hizi kazi unaweza kuwa umefeli sehemu ndogo tu ambayo kwa fundi mwingine naye ataiona kwa haraka hiyo sehemu. Inaweza kawa si kwamba anakuzidi ujuzi sana, ila the way anavyoweza kufuatilia matatizo ndivyo jinsi ambavyo anaweza kulitibu tatizo. Naweza kuona kibati ambavyo mimi nakiondoa ni rahisi zaidi, kwa sababu natumia power, natumia umeme kwa maana ya blower kupasha moto wa kutosha, then nakibandua kirahisi tu bila shida yoyote. Okay. Nao sasa IC zote tunaziona. Tunapata kuona IC ya network, tunapata kuona IC ya power, tunapata kuona processor yenyewe, na tunapata kuona hii ni chip ya nini, ya sauti. I don't know. But iko hivyo kama ilivyo. Sasa kwa kuwa tumefanikiwa kuifungua, tuichunguze kwa ndani vizuri zaidi. Tuichunguze kwa ndani vizuri. Lakini cha kwanza nitaanza kwanza kwa kupitisha petroli na kuisafisha, nione. Baada ya kufanya hivyo, je, itawaka? Nikifikiria kwamba huu moto niliotumia wakati naondoa hicho kibati, inawezekana mkubwa sana kama kuna njia zilikuwa zimeachia, inaweza kawa imezirudishia hizo njia.
kwa asilimia fulani. Hayo ni mawazo tu. Kwa hiyo unatakiwa kujitengenezea lundo kubwa sana la ufikiriaji ili uweze kusucceed. Ukiwa na lundo la ufikiriaji kichwani mwako, kuna uwezekano mkubwa sana ukawa unatatua matatizo mengi sana, kwa sababu vile kadri unavyoendelea kufikiria kwamba yawezekana, vile unavyoendelea kufikiria kwamba yawezekana ikawa hivi, yawezekana ikawa hivi, ndivyo jinsi ambavyo unaendelea kufikia utatuaji wa matatizo mengi. Yeah, battery connected to its terminal. Yeah. Oh no. Okay. Yeah, battery nimeconnect vizuri, sasa nijaribu kuwasha tena. Nothing happened. Kuna chochote, tujaribu kutumia charger kuchaji. Hakuna matokeo yote. Je, vipi umeme unafika taa kwa ground ya switch? Ya umeme unafika kama unaweza kuona. No problem that. But still haiwezi kufanya chochote. So, tuiangalie kwa ukaribu tuone sasa kama kuna sehemu yoyote ile kuna damage. Tunatakiwa kuchunguza kwa kutumia microscope. Okay, sasa tunaweza tukaiangalia kwenye upande wa hizi IC kuona kama kuna sehemu yoyote ile ambao kuna damage kwa kutumia microscope taratibu kabisa, ili kuweza kuona kama kuna sehemu yoyote ile kutakuwa na damage. Nikijaribu kuangalia kwenye hii IC ndogo hapa, kunaonekana kama kuna baadhi ya njia upande huku wa kidole changu kilipo, kunaonekana kama kuna baadhi ya njia haziko sawa. Hivyo inamaanisha tutairudishia kiasi, japo sijaisoma moja kwa moja. Hii inaonekana kama imekuja kutengeneza mazingira mazuri ya sauti, but still I don't understand moja kwa moja. Kwa sababu japo kuna njia zake zinakuja moja kwa moja mpaka maeneo haya. Maybe ni IC inayojihusisha na keyboard button kule. Okay. Simu zimetengenezwa katika configuration tofauti tofauti, katika mifumo tofauti tofauti. Kwa hiyo oh no, hiyo haihusiki na sauti. Kwa nini haihusiki na sauti? Kwa sababu unaona njia zinazoingia kwenye sauti hizi hapa. Sawa, tuendelee kufuatilia. Tukiangalia kwenye upande wa system charger hakuna tatizo lolote. Tukiangalia kwenye upande wa IC ya network huku hakuoneshi dalili yoyote ile ya njia kuwa zimeharibika. Processor hatuwezi kuona kwa sababu iko kwa chini, lakini tunajaribu kuangalia vitu ambavyo viko kwa juu kuona kama kuna hata kimoja ambacho kina shida. Okay. Sawa, sasa hapa cha kufanya tujaribu kuipiga moto kidogo processor na tufanye kama tunaitikisa, then tutapata majibu ni nini kinachoendelea. Okay, sasa tujaribu kuipiga kwa moto kidogo ili tuone kama tunaweza tukalisolve hili tatizo. Lakini pia tutafanya hata reballing kwa maana ya kuiondoa IC na kuirudishia, kutengeneza ile migongo mizuri ya kurudishia IC hiyo pale itakapohitajika. Lakini cha kwanza nataka tuipashe kwa moto kidogo na tujaribu kuitikisa kiasi, tuone kama tunaweza kuwa tumeweza kulitatua tatizo hilo. Hapa natakiwa kuwa makini sana. Hapa ndio kwenye simu yenyewe, yani IC hii ndio simu yenyewe kama unafahamu. You need to be very careful, kwa sababu ukiipasha moto mkali ni tatizo. Yeah, kama unaweza kuona tayari imetikisika. Hapo inatosha. Lengo ilikuwa ni kwamba itikisike tu kiasi. Sasa imeshatikisika, inatosha. Cha kufanya tu ni kusikilizia ipoe, labda nitumie kafeni kidogo kuipoza kwa haraka. Yeah, tumie kafeni kidogo kuipoza.
Swali mtu anaweza akajiuliza kwamba kwa nini pengine imetumika njia hiyo ya kuipasha IC na kuitikisa. Lengo ni kufikiria kwamba inawezekana zile kutu zilienda kumengenya njia hata moja kwenye upande wa nini wa circuit, wa IC kwa ndani. Kwa kuwa ni sehemu ambayo haionekani moja kwa moja, kwa kufanya hivyo kuna uwezekano mkubwa sana wa kuwa tumeisaidia simu, kwa maana ya zile njia zitaenda kuungana vizuri, then tutapata matokeo mazuri yale ambayo tunakuwa tumeyatarajia. Lakini inapotokea kwamba hatufanikiwi zaidi, swala ni kwamba ni la kuondoa hiyo chip yenyewe ama IC yenyewe na kujaribu kuifanyia reboring tena. But same time inaweza kawa pia imepigwa shoti, kwa sababu inapotokea umeme unakutana na maji maeneo mengi, kwa uwezekano mkubwa sana wa kuwa imepigwa shoti. Ya hapo tayari nasikika imeshapoa. Tujaribu kutest tena. Battery ime plugged in. Jaribu kuwasha. Button ya kuwashia. Na kupokea simu. Okay, testing sasa ya kuona kama tumeweza kuitibu bado haijakaa sawa. Jaribu kutumia power supply tuone. Power supply on. Yeah. Jaribu kutumia power supply to see if we have fixed the problem. Jaribu kucheki kwenye power supply kule, still bado inafanya the same thing. Hakuna chochote kinachoendelea. Testing kama bado tuna power. Yes, power still on. Power bado ipo. Testing kuona kama tuna lighting kidogo. Yeah, still lighting. So why we don't have display? We don't have the phone working. Kwa nini hatuna simu inaofanya kazi wakati kila kitu kinaonekana kiko very smooth? Okay, nijaribu kutumia charger kufanya diagonizing ya multimeter maeneo yale ya muhimu, lakini nafikiri hata kwa kutumia power supply pia inawezekana. Hata kwa kutumia power supply it will be okay. What? I saw something. What? Oh. Simu inaonekana kama imeingia kwenye okay, sorry. Inaonekana hiki kibati hapa kilikuwa kinatengeneza short. Nikaanza kufikiria kwamba simu imepata short. Baada ya kuwa naona power supply inaunguruma. Okay, hapo nafikiri tuko salama. Hapo tuko salama. No short anymore. Safi. Sawa, sasa tutumie multimeter kufanya diagonizing. Tumie multimeter kufanya diagonizing upande huku wa nini wa processor. Cha kwanza nitapiga ground na nitakuja kwenye capacitor ambazo zinaizunguka processor kuona kama hazina umeme. Zinaonekana zina milliamps kiasi. Jaribu kwenye hizi capacitors ambazo zinaizunguka nini processor, kunaonekana kuna milliamps kiasi, lakini voltage hazionekani kabisa. Upande wa power huku kwenye power IC
don't have voltage there. What? Okay, hapa kuna voti 4 ambazo ziko pembezoni kidogo mwa nani, mwa umeme unaokuja kwenye chip ya nini, kwenye chip ya network. Sasa hapa umeme upo, lakini kuja pembezoni mwa IC kubwa hii hatupati voltage zozote. Maybe ni kwa sababu hatujaiwasha, kwa sababu ili upate voltage lazima uwe umeiwasha na ikupatie majibu fulani. Okay, tunaweza tukajaribu kufanya continuity beep kuona kama kuna sehemu yoyote ile ina short, inaweza kuwa inazuia, hasa kwenye hizi capacitors kubwa. Capacitor ya kwanza no short, ya pili no short, ya tatu no short, ya 4 still we don't have short. Hatuonekana kuwa na short kabisa kabisa. Hivi ni vikoili. Kitu ambacho naweza kukifanya ni kujaribu kuiondoa sasa hiyo processor kubwa, kuona njia zake zimekaaje. Kama kutakuwa na shida basi tutaona. Kama kutakuwa na shida, hiyo processor kubwa itatuonesha na tutafahamu kumbe ni nini kinachoendelea. Sasa tujaribu kuiondoa IC ili tuweze kuona ni nini kinachoendelea kwa ndani hapo, kwa sababu kwa namna ambavyo inaonekana simu haina tatizo sehemu nyingine yoyote. Sasa kama simu haina tatizo sehemu nyingine yoyote, shida itakuwa wapi? Je, hii IC kuna baadhi ya miguu haiko sawa au ina nini? Jaribu kuona kama tunaweza kulisolve hili tatizo. Tunataka kuiondoa IC bila kuharibu migongo yake. Yaani inamaanisha bila kuharibu maeneo ambapo inakaa. Kwa utulivu na kwa umakini sana, ndicho kitu ambacho nataka kukifanya. Na hakikisha tu kwamba moto sio mkali. Hivyo ndivyo jinsi tutafanikiwa kuiondoa IC bila kuiharibia migongo yake. Yes. Chip imeondoka. Na kama unaweza kuona hatujaunganisha mgongo hata mmoja, lakini pia migongo yote inaonekana iko very clear. Lakini kuna balls zingine zinaonekana kubwa zaidi kuzidi zingine. Nafikiri unaweza kuziona upande huu. Ni upande huu, hizi zinaonekana ni balls kubwa kuzidi zingine. Hizi hapa. Lakini hazina shida. Ni kwa sababu kwenye upande wa IC yake huku, kiangalia kwa huku pia zinaonekana kuwa zimeondoka. Kwa huku pembeni huku zinaonekana kuwa zimeondoka. Kwa hivyo tutakapoirudishia, tutairudishia ikiwa iko very clear. Okay, sasa tujaribu kuichunguza hii IC kwamba kuna njia gani ambayo itakuwa pengine imekaa tofauti na vile ambavyo inatakiwa kukaa. Okay, sehemu ambayo imeonekana kuwa na shida ni kwenye upande wa processor hii. Kwenye baadhi ya miguu inaonekana ilishabi damaged katika maeneo haya hapa. Jaribu kuona hii miguu, unaweza kusema hizi ni solder balls, lakini sio, ni kwa sababu ya mwanga mkali, so zikawa zinanichanganya. Jaribu kuondoa mwanga, ichunguze kwa umakini upande huu. Still bado tuna reflection. Jaribu kuondoa mwanga kabisa kabisa. Kuna huu mguu hapa upande huu. Huu mguu hapa unaonekana kuwa na shida, huu ambao nimeufunika hapa. Unaonekana kuwa na shida hapa na hapa. Yaani huu wa kwanza na wa pili inaonekana kama ni miguu ambayo ina tatizo. Japo ukiangalia unaweza kusema ni sehemu ambazo unaweza kaweka
solder balls zikakaa vizuri, lakini kumbe hapana. Hapa haya maeneo kunaonekana kuwa na shida. So kitu gani kinatakiwa kufanyika? Nafikiri nikifanyia reboring then nirudishie, lakini what if kama hata hiyo reboring yenyewe itakuwa haishiki? Kama itakuwa haishiki itakuwaje? Hapa wazo la haraka haraka linakuja kwamba lazima kubadilisha tu chip nyingine. By the way, lakini ngoja nijaribu kuiseti kwanza tuone inavyokaa, alafu tu test kuna nini, kuirudishia na kuwasha tena tuone. Okay, zoezi la kuirudishia sasa linaanza. Kama kawaida, pasha tena ka joto kiasi, sio joto kubwa, lakini ushatanguliza tayari ka soda paste kwa ndani. Unahakikisha inaingia processor kwenye engo yake inayotakiwa kukaa. Manake zile soda balls zote zikae mahali pake. Naona tayari inaweza ikawa imekaa mahali pake. Kama unaweza kuona katupa majibu gani. Cha kwanza tuipige ka upepo kuipoza. Okay, sasa imesha poa. Imesha poa, na tuone kwanza kama tumesababisha shoti kwenye terminal. Ya tukicheki terminal kule, oh my god, you can see. Tukicheki terminal continuity, haionekani kuwa na continuity yoyote, hakuna short. Okay, tulete tena power supply, to connect power. Hatuna short yoyote ile kwenye power supply. Je, bado power tunayo kwenye zile taa na ground? Yes, power ipo. So still bado inatoa power. Tujaribu kuwasha. Jaribu kuwasha. Nothing happen. Still nothing happen. Hakuna chochote kinachoendelea. Tujaribu kuichunguza charging IC. Charging IC iko wapi? Charging IC ya hii iko kwa juu hapa. Video charging IC. Jaribu kuona kwanza inapata power. Yeah. Jaribu kuona kama inapata power. Yes, power inapata na inatoa. Yeah, inapata na inatoa. Hii ni resistor ambayo iko hapo. Jaribu kucheck output yake. No, hii ni input, okay? Hii ni input. Let's try to input voltage. Some voltage. Power supply itareact kule. Inaweza ikareact. No, haijareact, okay? Kama haijareact ni kwa sababu hakuna muingiliano wa nini? Wa umeme. What? Hapo ya. Okay, input. Tupate input. Input. Ya, input zipo. Na input ipo, lakini pia tuna voltage iliyoko kwenye betri kule. Lakini naona kama hakuna muingiliano kwa sababu power supply kwa kawaida inatakiwa kureact ikigundua kama kuna umeme unaoingia against umeme uliopo. Oh my god. Voltage zinazoonekana kutoka kwenye hiyo IC ni volt 1 2.8. Lakini kwa muda huu, wakati ule tulipima zilipatikana volt 4. Kinachoweza kuwa kimeleta utofauti ni kwamba ni upande wa hii processor tulivyoing'oa na kuirudishia. Hicho ndio kitu ambacho kinaweza kuwa kimeleta utofauti. Tujaribu kuiwashia kwenye betri yake. Connecting terminal vizuri, yeah. Jaribu kuwasha.
Still bado hatupati chochote, hatuna majibu yoyote, na ila tukijaribu kucheki power kwenye terminal, I mean kwenye taa, power inafika, na tukijaribu kupata power kwenye kioo, power inafika. Kama unaweza kuona kioo kinavyo flash, power inafika, lakini still bado hatuwezi kuiwasha simu. Kwa hivyo kumbe tunagundua kwamba changamoto iliyopo ni changamoto ambayo ni ya processor. Sasa je, processor tunaipata wapi na itakuwa na uwezekano wa kuwasha simu au ni matokeo baada ya kuwa tumefanikiwa kuipata processor? Kwa sasa tutaishia hapo, kwa sababu tumejaribu kuondoa processor na kuisafisha kidogo na kuirudishia, lakini still bado hatukupata majibu yoyote ile ambayo ni mazuri, japo matokeo kidogo yalibadilika. Yabadilika kidogo sana, lakini kile tulichokitamani hakijatokea. Kwa hivyo hapa ni swala kudili na upande wa processor, kubadilisha processor nyingine na kuweka processor nyingine. Niliwaza kufanya reboring kwa maana ya kujaribu kuirudishia risasi kidogo kwenye upande wa processor, lakini kaona kumbe hakuna sababu. Hata ile njia ambayo ilionekana kama imekwaruzika kiasi ilikuwa ni karisasi kalikobaki huku. Kwa hiyo kumbe hata kwa kuirudishia still bado hatuwezi kupata matokeo ambayo tuliyatamani, kwa sababu tayari processor inaonekana kupata shida, ilishaungua. Inabidi kuweka processor nyingine. Uunguaje si lazima kwamba ichemke, inaweza kaungua lakini kakata tu na isichemke, isifanye chochote, lakini kwa haiwaki. So hii ni Electronics Repair Class TZ. Kama hujasubscribe basi gusa alama subscribe kama video hii imekupendeza, lakini pia share, comment ni muhimu. Natamani kuona ushauri wako. Wewe kama fundi, wewe kama mtazamaji, ungefanya nini kwenye hili tatizo la simu ambayo ilishaingia kwenye maji, imekaa muda mrefu sana haijafika kwa fundi na haiwaki kabisa kabisa? What can you do? Unaweza kufanya kitu gani? Yeah, thank you for watching. Tukutane kwenye video nyingine inayofuata. Bye.